Kwenye kurasa za miradi yayo tumeokota habari inasema hivi: waziri mkuu mstaafu ahukumiwa jela miaka 10. I say big, hii ni kubwa kuliko hii. Sasa bwana ndugu mchambuzi, hili swala unalizungumziaje? Huyu waziri mkuu mstaafu kuhukumiwa jela miaka 10. Unalizungumziaje hili swala? Ndio, asante sana hapo studio. Ni kweli waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Agustino Matata Ponyo, amehukumiwa kifungo cha miaka 10 jela baada ya kutiwa hatiani kwa ufisadi. Mahakama ya Katiba ya Kongo imemtia hatiani Agustino Matata Ponyo kwa ubadhirifu wa fedha za umma za thamani ya dola za Kimarekani milioni 247. Asante sana mchambuzi. Sasa tunaona hapa kwetu Tanzania ni tofauti kidogo. Mafisadi wetu bado wapo sana na vitambi vyao kama mitungi ya gesi. Na hapa Tanzania tunaona kwamba wao wanahamishwa kitengo tu. Sio kuhukumiwa, wanahamishwa kitengo. Akiiba wizara hii anahamishwa wizara nyingine ili aibe vizuri. Yaani maisha plasi. Sasa wewe mchambuzi, hebu nifafanulie hili swala. Kwa hapa Tanzania inakuwaje inakuwa katika system kama hiyo? Kwa nini wasiwe wanakamatwa tu na kuhukumiwa jela? Kwa nini wanahamishwa vitengo? Asante sana. Kwa Tanzania inakuwa ngumu sana, lakini tukumbuke hayati John Pombe Magufuli alikuwa na mkakati huo wa kutengeneza mahakama kwa ajili ya mafisadi tu, lakini tumeona yeye ndio rais pekee ambaye anaweza kupambana na hawa mafisadi. Marais wengine wote wameshindwa. Na nchi za Afrika ni miongoni mwa nchi ambazo nchi za Afrika nyingi zinapambana sana na haya masuala ya ufisadi. Na tunaona wa Afrika wengi, viongozi wengi wa Afrika ni mafisadi ukilinganisha na nchi zingine za Ulaya. Kwa hiyo hili swala ni bado zito. Afrika tunapambana sana kwa kuhakikisha kwamba ufisadi unaondoka katika nchi zetu za Afrika. Viongozi wengi wamekuwa wakijilimbikizia mali. Viongozi wengi wanakuwa na uchu wa madaraka katika nchi zetu za Afrika. Tumeona baadhi ya viongozi mbalimbali, tumeona wanapokuwa na uchu wa madaraka, wanapokuwa wanajilimbikizia mali nyingi. Kwa hiyo ni swala